Ninawasalimu popote mlipo ndugu watazamaji, hamjambo. Karibu kwenye mwendelezo wa mazungumzo yetu. Mimi ni mtangazaji wako Bwana Ezra. Takriban ya asilimia 99.9 ya raia wa Tanzania wameweza kukataa ripoti ambayo inatarajiwa kuwasilishwa kwake Rais Samia Suluhu Hassan kutoka kwa jopo haramu ambalo Samia Suluhu Hassan aliweza kuliunda mwaka uliopita. Eti watachunguza vyanzo vya machafuko na vurugu ambazo ziliweza kutokea mwaka uliopita kipindi cha uchaguzi. Na ile tume na lile jopo linaongozwa naye Jaji Othman Chande. Sasa wananchi wamesema kwamba hawana imani na ile tume ya Chande. Sasa wanataka tume ya kimataifa. Kumbuka kwamba ripoti kamili ya hili jopo itatolewa siku ya Alhamisi tarehe 23 mwezi huu wa 4 mwaka 2026. Na tayari Jaji Chande ametoa taswira na kuguzia ni yepi ambayo yatakuwa ndani ya ile ripoti yake, na vilevile amegusia ni yepi ambayo hataweza kuandika kwa ile ripoti yake, kitu ambacho kimeghadhabisha wananchi kukataa ripoti ya Chande, na wameweza kuwaagiza raia wa Tanzania kususia na kuikataa ile ripoti ya Chande. Kwa nini? Raia wanasema kwamba ile tume na au ukipenda lile jopo la Chande lilikuwa na madhumuni ya kusafisha wauaji waliotekeleza mauaji ya wananchi waliotolewa uhai mwaka uliopita, takriban ya wananchi zaidi ya 10,000. Mfano, ukitaka kujua kile ambacho kitakuwa kwenye ripoti ya Chande, gazeti la Mwananchi siku ya Jumatano Aprili tarehe 22 waliweza kuripoti kwamba ripoti ya Jaji Chande kugusa maneno haya, alafu akaeleza kwamba mwenyekiti abainisha sura yake itakavyokuwa, aeleza mambo ambayo wameyagusia na ambayo hawatagusa, kuwasilishwa kesho Alhamisi kwake Rais Samia. Sasa Chande alinukuliwa akisema hivi: tume imejikita katika kutafuta hoja na si kusema nani kakosea nini. Nasikia? Sasa tayari hili ndilo limefanya wananchi wamekosa imani na hii tume yake Chande. Kwa nini? Chande amesema kwamba eti tume yao ilikuwa ni kutafuta hoja, mapendekezo ni yepi ambayo yatafanywa, na wala sio kusema ni nani ambaye alikosea. Kwa hivyo ile tume ya Chande haitasema iwapo polisi waliweza kuua, haitasema kwamba iwapo Idi Amin Mama Samia aliweza kutoa amri za kuuawa kwa raia. Wakaendelea kusema kwamba hayo si mamlaka yetu kwenda kwenye jinai ama madai, hivyo hatumlengi mwenye jinai wala madai. Sisi tutasema watu wamedhurika kwa namna gani, kwa nini na wapi, lakini hatumshtumu yule ambaye amethuru. Eti kwenye ripoti yake atasema wananchi waliathirika, lakini hataelezea ni nani ambaye aliweza kuwaathiri wananchi. Eti kwenye ripoti yake ataeleza wananchi waliteseka, ila hataweza kusema
ni nani ambaye aliweza kuwatesa wananchi, jambo ambalo ni la kusikitisha mno, kwa sababu wananchi walikuwa wanataraji kwamba angalau hii tume itasema kwamba sawa, Samia uliweza kutekeleza ama uliweza kupeana amri kwamba wananchi wanyongwe. Haya, polisi fulani na fulani waliweza kuhusika kunyonga wananchi na kuwatoa uhai wananchi, kwa hivyo wachukuliwe hatua fulani, lakini wamesema kwamba wao hawataweza kuingilia masuala ya jinai. Kwa hivyo hili jopo la Chande lilikuwa ni la kupoteza muda. Hili jopo la Chande lilikuwa ni la kutuliza hasira za wananchi. Na sasa nina imani kwamba umeweza kugundua ni kwa nini Chadema wakiongozwa na mwenyekiti wao Tundu Lissu waliagiza Jumuiya ya Madola kwamba pawepo na tume ya kimataifa, mfano kutoka upande wa SADC au kutoka upande wa AU, ili kufanya uchunguzi kuhusu mauaji ya mwaka uliopita. Sasa kutokana na hayo ya Chande ambaye ameweza kusema kwamba hawatamtaja mwenye aliweza kuwaua Watanzania na hawatamtaja mwenye aliweza kuratibu mauaji, bali watasema kwamba watu waliweza kuuliwa. Ripoti kutoka kwa wananchi zimeweza kutolewa zikielezea wananchi kwamba pamekuwepo na njama ya kutaka kusafisha Samia, kusafisha JWTZ na wale wote ambao waliweza kuhusika kwenye kuwatoa uhai wananchi. Mfano, ukiangalia hapo ripoti hii ikatolewa hivi: taarifa kwa vyombo vya habari, onyo kwa raia na asasi Dekeo. Nambari moja, wakaeleza kwamba kwa takriban mwezi mmoja sasa kumekuwepo na harakati nyingi sana za kusafisha tuhuma za dhahiri za mauaji ya Watanganyika wazalendo wasio na hatia ya Oktoba 29 mwaka 2025. Hadi sasa wameibuka watu, makundi na taasisi ambazo zimekuwa wasemaji wa tume haramu inayoongozwa naye Jaji Mohamed Chande Othman iliyoundwa na Samia Suluhu Hassan Novemba tarehe 18 mwaka 2025, ambaye ndiyo amiri jeshi mkuu wa vikosi vya mauaji. Tume ya Chande ilielekezwa hadharani namna kuandika ripoti, ikiwa ni pamoja na kutaja watuhumiwa feki na kutakiwa kuhakikisha haitoi taarifa zozote kuhusu wahusika wakuu. Hapa nayo nakubaliana. Kwa nini? Kama umeweza kuangalia gazeti la Mwananchi, wameeleza vizuri kwamba Chande hata wataja wale ambao walihusika kuwaua wananchi na wale ambao walihusika kuratibu mauaji, lakini wameelekezwa kunyoosha lawama kuelekea kwa vyama vya upinzani. Ni kumaanisha kwamba hii tume ya Chande ilikuwa ni kumsafisha Samia, na jinsi ambavyo nasikia wananchi wanasema hapo, pametokea na makundi na taasisi za kutaka kusafisha Samia na kusafisha ile tume haramu ya Chande ambayo ilikuwa inachunguza mauaji, lakini ripoti ambayo wameweza kuitoa au wanaenda kuitoa imeweza kukemewa na wananchi. Namba mbili ikaendelea kusema wakati tume hiyo inajipanga kutoa taarifa yake, makundi hayo yameibuka bila aibu kutoa tuhuma kwa raia pamoja na asasi za kiraia na kisiasa kwamba ndio wamehusika na mauaji ya raia wa Tanganyika zaidi ya watu 10,000 iliyofanyika Oktoba. By the way, ukiona chama cha CCM wamekuwa wakilaumu Chadema, viongozi wa Chadema kwamba ndio waliweza kuhusika kwenye mauaji, lakini tena nikajiuliza, wakilaumu Chadema kwamba wao ndio waliweza kuhusika kwenye mauaji Oktoba, kwa hivyo Chadema ndio wako na mawanda ya polisi, ndio wako na sare za polisi, ndio wako na risasi za moto.
ndio waliweza kuagiza polisi wafiatulie risasi wananchi. Wakati mwingine hao mashabiki na wajinga wa CCM wanapaswa kukaa na bongo, watumie bongo, waache kutumia samadi. Kipindi ambapo mnasema eti kwamba Chadema walihusika kwenye mauaji, kwani kipindi hicho Chadema ndio walikuwa uongozini? Chadema ndio walikuwa wanaongoza nchi au ni kibaraka Samia? Barua hii kaendelea kusema kwamba mkakati huu kusafisha wauaji unaratibiwa kwa makini mkubwa na vyombo ambavyo vimehusika na mauaji hayo ambavyo ni pamoja na Jeshi la Ulinzi la Mwananchi Tanzania JWTZ, ambao wameendelea kuwezesha matukio utekaji, mateso ya ngono, mauaji na kupotea kwa raia kunakofanywa na genge la Counter Terrorism CT inayojulikana kama Chinja Chinja, kikosi maalumu cha kuzuia magendo, vikundi haramu vya Task Force pamoja na magenge mengine ya wahalifu yaliyopo chini ya idara ya usalama wa taifa TIS, wanaofanya kazi na askari wasio waaminifu na jeshi la polisi. Unaona hapa wananchi wanasema kwamba Jeshi la Mwananchi JWTZ walihusika kwenye kutekeleza mauaji pamoja na polisi, lakini wanaeleza kwamba hawa wananchi wenye wametoa ripoti wanaeleza kwamba kuna mbinu za kusafisha jeshi la polisi na jeshi la Mwananchi na serikali kuu kiongozwa na Samia, mtoto wake au watoto wake Wanu na Abduli. Sasa wananchi wanasema kwamba hakukuwa na uchaguzi mwaka uliopita Oktoba tarehe 29, kwani hadi leo hakuna matokeo yoyote ambayo tume huru na uchaguzi iliyokuwa inaongozwa naye Jacobs Mwambegele imeweza kuyaweka hadharani, na ndio maana wameweza kusema kwamba hapakuwepo na uchaguzi wowote. Sasa wananchi wakatoa hii ripoti na kuweza kusema hivi: wale wote wanaotetea ripoti ya tume ya Chande itakayotolewa na Chande, mahala ambapo wamesema kwamba hawataweza kumtaja yeyote mwenye aliweza kutekeleza mauaji, ni lazima wajibu maswali yafuatayo. Sasa raia wakawaambia wale ambao wanatetea tume ya Chande na ripoti ya Chande kwamba ni lazima wafuate maneno yafuatayo. Namba moja, nani aliamuru vikosi viue raia wa Tanganyika? Sasa yeyote yule mwenye anashabikia na kutetea tume ya Chande kwamba wako na imani itakuja kutoa ripoti nzuri, kabla hamjaweza kushabikia ile tume ya Chande, ni nani ambaye aliweza kuamuru vikosi vya usalama viue raia Tanganyika? Kwa sababu Inspekta Jenerali wa polisi Wambura alipotoa amri kwamba ameweka zuio la kutotoka nje kuanzia saa 12 jioni, polisi walianza kufanya unyama mwaka uliopita tarehe 29 Oktoba jioni. Sasa tunataka kujua, kabla hamjaendelea kushabikia hiyo ama hilo jopo lake bwana Jaji Othman Chande, mtuambie ni nani ambaye aliweza kuamuru vikosi viwaue wa Tanganyika. Nambari 2, mkuu wa jeshi la polisi alipokea maelekezo kutoka kwa nani kutangaza hali ya hatari? Inspekta Jenerali wa polisi bwana Wambura alitangaza tarehe 29 Oktoba mwaka 2025 kwamba pametokea hali ya hatari, kwa hivyo akaagiza kutotoka nje kuanzia saa 12 jioni Dar es Salaam na viunga vyake. Ni nani ambaye alimpea maelekezo hayo? Namba 3, nani aliamuru mamlaka ya mawasiliano ya Tanzania TCRA kuzima mtandao, interneti
nchi nzima tangu tarehe 29 Oktoba kwa siku 6 mfululizo. Hapo Chande hajaweza kugusia aulize ni nani ambaye aliagiza interneti kuzimwa, mtandao kuzimwa, lakini amesema kwamba wao si wa kufanya hayo mambo, hawana mamlaka ya kufanya hayo. Kwa hivyo lile jopo na ile kamati ya bwana Chande ilikuwa tu ni ya kuketi, kukunywa chai na vitumbua au vipi? Namba 4, wakaelezwa hivi: nani aliagiza na kugawa silaha kwa wauaji? Namba 5, mamluki wote wa kigeni na vikosi vya uhalifu vinavyoratibiwa na idara ya usalama ambao wametenda uhalifu dhidi ya binadamu wamefunguliwa mashtaka gani? Kile kikosi cha kina Abduli wamefunguliwa mashtaka gani? Namba 6, tume ya Chande ilipata wapi mamlaka ya kuficha ushahidi uliokuwa unatolewa na wahanga wa mauaji? Kusema ukweli, kwa sababu tume ya Chande ilijifanya kwamba ilikuwa inapita kote nchini ikikaribisha wananchi kwenda kutoa ushahidi. Kuna wale ambao walikuwa na ushahidi wamerekodi kwa masimu zao, si ndio? Wakawapelekea ushahidi kwa masimu zao. Sasa wamesema kwamba wao hawatatoa ripoti kuhusu polisi akina nani ambao waliua, kuhusu ni akina nani ambao walitoa ripoti wananchi kuuawa. Ni kwa nini wameweza kuficha ushahidi huo na kuamua kutoa ripoti yao kivyao, kipindi ambapo Samia amekuwa akijipiga kifua kwamba aliunda jopo kuchunguza na kupeana mwelekeo wa nchi, ni wapi ambapo nchi itaelekea. Namba 7 na mwisho, nani aligharamia majeshi ya kigeni yaliyoshuhudiwa na wananchi mitaani na majumbani kuja kuua raia wa Tanganyika? Mwaka uliopita palikuwepo na tuhuma kwamba majeshi yalitoka Uganda kuja kutekeleza unyama nchini Tanzania. Sasa raia wanauliza nani aligharamikia, ada za nani, kodi ya nani ambayo iliweza kulipa huo mchango wa hao wanajeshi wa Uganda? Lakini itakuwa ni jambo la dhihaka na jambo la aibu hili jopo lake Chande ambalo limekuwa likijipiga kifua kwamba wako ngangari, wako kazini, eti kwamba watakuja kutoa ripoti yao baada ya miezi 3-4, alafu baadaye wakuje kutoa ripoti ambayo wananchi hawaitaki. Ni aibu sana. Wahakikishe kwamba wananchi wangepata ripoti ambayo ingewaridhisha, na wala sio kuweza kutoa ripoti ambayo inaridhisha serikali. Wananchi, wacha niwaambie hivi, msije mkatarajia chochote kutoka kwa hiyo tume ya Chande. Nataka kumalizia. Kumbuka kwamba ile tume ya Chande ilipewa mamlaka na Samia wafanye kazi. Hawataenda kinyume na Samia. Kama mlikuwa makini kama mimi kipindi ambapo Samia alikuwa anapea mamlaka hii tume ya Chande, aliwaelekeza ni wapi ambapo wataenda kuangalia. Akawaambia waende waangalie mpaka hotuba ambazo zilitolewa na viongozi wa upinzani. Ila yeye Samia hakuwaambia kina Chande waende kuangalia hotuba zake ambazo aliweza kuzitoa na kueleza kwamba yeye ndiye amiri jeshi mkuu. Yeyote mwenye ataandamana watapatana na yeye. Tume ya Chande ilikuwa ni ya kupoteza wakati. Tume ambayo wananchi wataamini ni ya kimataifa kuja kufanya uchunguzi Tanzania. Lakini ya Chande ni ya kupoteza wakati, na mtaniambia